Ndugu zangu katika imani, la kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata fursa hii, na imezidi kuboreka pale tulipoambiwa kuna nafasi ya kuiombea nchi na kumwombea kiongozi wa nchi. Nakumbuka miongoni mwa waliopokewa kutoka kwa Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alisema maneno kwa lugha ya Kiarabu, Kiswahili chake ni kwamba lau kama ningekuwa najua na dua inayekubaliwa, basi ningemuombea kiongozi, kwani akifanikiwa kiongozi, akinyooka katika mapito yake, na walio nyuma yake tutafaidika. Kwa maana hiyo tunashukuru kwamba kipengele hicho ni muhimu katika jambo letu hili la leo. Ndugu zangu katika imani, tulichoambiwa muda wote wa mwezi wa Ramadhani na mawaidha na saha mbalimbali zimetolewa, zote hizo kwa jumla zimeonesha kuwa mwezi wa Ramadhani agenda yake kuu ni kumtengeza mtu kuwa mcha Mungu, kumwandaa mtu kuelekea katika ucha Mungu. Na ucha Mungu haui ucha Mungu isipokuwa kuambatane na mambo makuu mawili. Jamii hiyo ya wacha Mungu iwe ina tabia, iwe na silka ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kwa bahati wewe utajaza kuwa ni nzuri au mbaya. Maovu ni mengi, munkarati ni nyingi, lakini tukio ambalo nakumbuka hata Mheshimiwa Mufti alipozindua Busati alikariri kusema kwamba mtu azungumze atakalozungumza, lakini asisahau kugusia janga kubwa ambalo linakabili dunia. Lakini kwa sisi hatuwezi kuzungumzia dunia, tunazungumzia eneo letu la nchi, nalo ni janga la ushoga. Hili limezungumzwa kwenye mada mbalimbali na tutaendelea kuzungumza, lakini tunachoshukuru sisi ni kwamba serikali imetaka watu kwa nafasi mbalimbali kukemea jambo hili. Nafasi zote zitumike ili kukemea janga hili, kwa sababu janga hili au dhambi hii ni tofauti na nyingine. Hii dhambi inapelekea kuangamia hata nchi. Aadhana Allahu min dhalika. Dhambi hii kama itashika nafasi, la samaha Allah, ni kwamba hata ile idadi ya watu itakuwa haipo. Sababu ikiwa watu wanaendeana, wanaume kwa wanamume, wanawake kwa wanawake, ni dhahiri swala za kuzaana litakuwa limetawakafu. Malakul mauti atacheza na waliopo, wakiisha basi neno taifa halipo. Lisichukuliwe kama jambo la kawaida eti kuna uhuru au haki za binadamu. Kwa sisi Waislamu tunapaswa tujue, tunapozungumzia haki, tujue kwamba haki hizo za mwanadamu zinakaririwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna haki mtu ajiamulie mwenyewe, mwanamume au mwanamke ukiuliza haki yake, mwanamke au mwanamume ukiuliza haki yake. Hakuna kitu cha namna hiyo. Huu ni munkar na lazima tushirikiane sote. Serikali peke yake haiwezi, viongozi wa dini peke yao hawawezi, watu wa kawaida peke yao hawawezi. Lazima kuwe na takatufu, tukae sote bega kwa bega. Nakumbuka kwenye hili Sheikh Jongo, sio na wasiwasi, dakika zako 10, ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyopokea Imam al-Bukhari na kama ilivyopitia kwenye mapito ya sahaba Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka taswira itakayotuonesha ule uwajibu wetu katika kukemea maovu, na kwamba si kazi ya watu fulani na wengine wakatulia, au tukawaacha watenda maovu wafanye watakavyo. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safina fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha فكان الذين من أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. Mtume صلى الله عليه وسلم anaendelea kusema فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا
wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa watu waliosimama katika mstari uliokuwa sawa sawa, mfano wa watu waliokaa katika maadili sawa sawa, na wale watu wanaokwenda kinyume na utaratibu, mfano wao ni kama mfano wa watu ambao walisafiri katika chombo kimoja, lakini chombo kina tabaka zaidi ya moja na hasa mbili. Wakapiga kura wakagawana, hawa wako chini, tabaka la chini, na wengine wako tabaka la juu. Na kwenye mfano huu walio tabaka la juu ni wale watu wa kheri, watu wanaosimama katika maadili mema, na walio katika tabaka la chini ni watu waovu waliosimama katika kuharibu ustaarabu, kuharibu utu, kuharibu amani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikawa katika kugawana huku nafasi, wale walio chini kila wanapotaka maji ya kunywa hulazimika kupanda tabaka la juu, ghorofa ya juu, ili wapate maji ya kunywa, maji safi na salama. Kwenye hili wakasema, mnaonaje basi lau tungetoboa sehemu yetu ile ya chini ile, ikawa sasa tukitaka maji hatuwasumbui watu tena walio juu kupenya penya kuchukua maji, tunatoboa sehemu yetu ya chini kule ambayo ni yetu wenyewe, daraja la chini tunatoboa bila ya kusumbua wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye mfano huu, falau tarakuhum wama aradu, lau hawa watu waliotabaka la juu kama watawaacha waliotabaka la chini ambao wameamua kutoboa jahazi eti ili wasiwasumbue walio juu, wakiwaacha watimize dhamira yao hii mbaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema halaku wa halaku jamia. Wale waliotoboa watahiliki kwa sababu jahazi litazama, na likizama na walio juu pia watazama, hawako salama. Lakini walau akhadhuhum biaidihim, lau waliwashika mikono wakawakataza, chonde msitoboe jamani, bora mpite tu huku, sisi hatusumbuki. Kwenye hili watasalimika wale wakatazaji, watasalimika pia waliokatazwa. Sasa tukisema sisi watu wana uhuru wa kufanya watakalo, wafanye mabaya watakavyo, sisi tuko salama, hatukuwa salama. Sote sisi tuko katika jahazi moja. Tukiona mtu anafanya munkar, anafanya maovu, anafanya ufisadi, iwe ni ushoga, iwe ni kula rushwa, iwe ni kuharibu mali za umma, iwe ni uvivu, iwe ni kuharibu chochote kile, huyo mtu anatoboa jahazi ambalo sote tumo na hatuwezi kuwa salama. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na inaenda kuwa ni tafsiri ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia kwamba watu katika Bani Israil walilaaniwa kupitia kinywa cha Daudi na Isa ibn Maryam. Kwa nini wamelaaniwa? Kwa sababu walikuwa hawakatazani mabaya. Mabaya yakifanyika, wale wema wanajiona wako salama, wanabaki kama walivyo, matokeo yake yanashamiri. Kwa hivyo tusema maovu yako mengi, na huyu shangazi tunasema kwenye hii sura ya Safina aliyoitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio yuko kwenye jahazi, hakuna usukani. Kuna nini Sheikh Jongo? Kana, mnaita kana. Huyu mama Samia, Allah amwafikishe, yuko katika hii kana, ameshika. Lazima tumsaidie kwa nguvu zote kwa kuyakemea maovu ya namna yote, iwe ni hayo ya ushoga, iwe ya kuhujumu mali za umma, iwe za rushwa, iwe za uvivu wa kutega kufanya kazi, kwa sababu bila ya kazi hakuna maendeleo. Tunawaambia wale tunaoamudu, hata angekuwa kiongozi wa nchi ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isingekuwa yeye anapita kila siku kuwaambia watu awape vyakula majumbani mwao. Lazima angehimiza watu wafanye kazi, wajitume, wasimamie mambo vilivyo ili jambo liende sawa. Sheikh Jongo, naheshimu, laiti kama ungekuwa huna hiyo kofia ya mufti ningeshughulika na wewe, lakini naheshimu hiyo kofia ya umufti ulionayo, nimekoma.
ameniongeza 5. Allah akulipe na wewe akuongeze 5. Ndugu zangu katika imani, kumalizika kwa Ramadhani kunafanya tupate taswira kwamba Ramadhani zetu ziko vipi. Mara nyingi ahlul ilmu wanatuambia mtu anaweza kufanya bidii akakidhi vigezo vya fiqhi katika kusihi funga yake, kusihi swala yake, kusihi hija yake, lakini kigezo cha kuona ibada uliofanya iko sawa sawa kitaonekana baada ya kumalizika hichi kipindi. Kama mtu alikuwa mwema awe mwema zaidi, na kama alikuwa si mwema basi aanze kuwa mwema. Lakini ikitokezea kuwa baada ya kumalizika Ramadhani hakuna qiyamu, sababu bahati nzuri ibada zote hizi za fardhi zina sunna zake. Kama ulikuwa unaswali isha na nini usiku, basi tarawih hakuna, lakini ziko nyingine, witri ziko, tahajjud zipo. Funga ya fardhi ya Ramadhani itakuwa haipo, lakini ziko يوم الخميس يوم الاثنين ايام البيض na kadhalika, ziko 6 Shawwal. Qur'ani wewe husomi mushaf katika rakaa zako 20 tarawih, lakini nani anakukataza kila siku angalau juz'u moja ya Qur'ani tukufu? Sasa kama kweli umeiva katika Ramadhani yako, kama kweli ibada hii ilifanya kwa ajili ya Allah, Allah bado yupo. Allah daima yupo na anapaswa kuabudiwa, na ibada si kitu cha kulipua. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, endelea kuabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqini, na muradu wa yaqini ni umauti. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kila la kheri, atubariki katika mambo yetu, na dua itafuata, itaongozwa sio mimi nafanya, lakini ni hitimisho kwamba mama huyu Mwenyezi Mungu amwezeshe katika kusimamia mambo mazuri, na amjalie azungukwe na bitana saliha ambao watamuelekeza vizuri na kumsaidia na kumshauri vyema. Na sisi sote si washauri wa kuteuliwa, lakini tunapaswa kuwajibika kufanya yale mazuri ambayo yanasimamiwa katika nafasi zetu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.